Mheshimiwa, shikamoo. Marahaba, jambo bwana. Sijambo, mimi nazungumzia swala la kijamii, hasa sisi watu wa hali ya chini. Tunashukuru sana kama ulivyosema mama kaboresha hospitali, shule, kweli ni jambo la kumpongeza sana. Lakini sisi watu wa hali ya chini, ukifika hospitali gharama imekuwa ni kubwa mno. Unaweza ukashangaa unaenda unakata faili labda 25,000. Ukija kwa dokta akikwambia leo chombo cha kuskani cha kupima mwili mzima, unaweza ukashangaa 200,000 imeondoka, hujapata hata panado. Kingine ambacho nazungumzia kuhusu swala hilo la afya, tunataka tujue kwamba tunapokata bima, ni bima gani ambayo inaweza kila mtu wa hali ya chini inaweza ikamkidhi mahitaji yake. Maana kuna bima ukikata unaambiwa hii ni dawa tu, bado unarudi tena nyumbani. Kingine mimi ni msanii naimba, wananijua kijiji chote naimba, lakini sijulikani, naonekana kama naimbia nyumbani. Na sio mimi tu. Hebu jaribisha. Ukitaka fika kwetu jione, mkoa wa Kilimanjaro one. Ukifika pale kwetu Moshi mjini, ulizia soko lile la Mbuyuni. Ukishuka chini chini wanapaita Manyema, wanasema vitu bei poa tu. Kuuza leshu, kazi naendelea. Kuuza vitunguu, kazi naendelea. Kuuza vitopu, kazi naendelea. Mbona unaweza bana? Katibu huyu awepo kwenye msafara, huyu aburudishe kabla ya mkutano, kila mkutano. Huyu awepo kwenye msafara huyu. Hebu mwekeni kwenye msafara. Bwana, si unaona bwana? Chukua na kule. Haya, sasa nadhani tuanze hoja hii ya afya. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Afya. Moshi oye. Niwaombe, niliona mkono pale. Sogea pale kwa wasaidizi wangu andika, ili tupate, hoja zimeshatolewa nyingi, tupate majibu ya serikali. Kama umeshaandika nitakupigia mimi mwenyewe. Andika nitakupigia mimi mwenyewe. Mheshimiwa Naibu Waziri, hii hoja imejitokeza kuanzia Tanga kote tunakopita kuhusu gharama za matibabu, hasa kuandika faili gharama, kumwona daktari gharama, kipimo gharama. Inapofika sasa mtu anatakiwa anunue dawa, kama alikuwa na fedha kidogo ameshamaliza yote. La pili ndio hilo la bima. Kama hizo hospitali zetu tulizozisogeza huduma ambazo hazikuwepo kwenye ngazi za kata na vijiji, kama bado hatujamaliza maandalizi ya ndani ya serikali, nimewaahidi kule tutakuwa na kikao cha Wizara ya Afya na TAMISEMI ili tuangalie ili jambo linalohusiana na navigation, ili kuhama kutoka kwenye mtu moja kulipa cash kwenda kwenye bima ya afya. Karibu tuambie. Mabogini oye. Daktari Samia Suluhu Hassan oye. Waziri mkuu wetu oye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa nikupongeze kwa kazi kubwa na nzuri ambayo unaendelea kufanya. Tumekuona kuanzia Tanga ukichapa kazi, na leo uko mkoa wa Kilimanjaro ukiendelea kuchapa kazi. Hongera sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kabisa afya haina mbadala, afya haina majadiliano, na pale unapoumwa hauna jinsi, lazima utakwenda hospitali. Na Wizara ya Afya inatekeleza sera ya kuchangia gharama ya cost sharing ya mwaka 1993. Na kwa kuzingatia kwamba wananchi wetu hawana uwezo, ndio maana serikali imekuja na bima ya afya kwa wote kwa majaribio. Hii maana yake nini? Wananchi tujiandae kuwa na bima kabla ya kuumwa, kwa maana unafanya maandalizi ya kulipia gharama za matibabu kabla ya kuumwa. Hivyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka sasa mkoa wa Kilimanjaro kwa majaribio utakuwa na kaya 5,600. Kwa hiyo utakuwa na wanufaika 22,000 ambao watakwenda kunufaika na bima ya afya kwa wote kwa majaribio. Na kwa kuanza tutaanza na kaya ambazo hazina uwezo, walemavu pamoja na watoto. Hivyo nichukua wito Mheshimiwa Waziri Mkuu kuwaomba wananchi wa Kilimanjaro na Watanzania wote tuitikie kwa wito mkubwa sana kukata bima ya afya kwa wote
kabla hujaumwa. Lipia gharama za matibabu kabla hujaumwa, ili utakapoumwa uepukane na hizo gharama. Vipo vifurushi mbalimbali vya matibabu, na kifurushi cha kwanza kabisa cha huduma za msingi kina gharimu 1,500,000. Viko vifurushi vingi, iko Serengeti, Ngorongoro, kuanzia 1,500,000 mpaka milioni 11. Hivyo ni vifurushi vya bima ya afya kwa mwaka. Wewe mwenyewe utafika ofisini, utaangalia uwezo wako na huduma utakazozipata kulingana na kifurushi. Lakini kifurushi cha msingi ni 1,500,000 kwa kaya ya watu 6. Mheshimiwa Waziri Mkuu, uko utaratibu wa rufaa wa wagonjwa. Tunazo gharama za kumuona daktari kwenye zahanati, kituo cha afya, hospitali ya mkoa na kitaifa. Kwa hiyo niwaombe pia wananchi wafate utaratibu. Kama una huduma uende upate huduma kulingana na hadhi yako. Ukiona ugonjwa umeshindikana kwenye zahanati, basi utapeleka kwenda hatua kubwa. Hata hivyo, Waziri Mkuu, tunazichukua hizo changamoto na kuwaelekeza wahudumu wote wa afya watoe afya kulingana na miongozo. Miongozo wetu kwa sera ya mwaka 2007 ya Wizara ya Afya tunaitekeleza mpaka sasa. Huduma za mama mjamzito, watoto chini ya miaka 5 na wazee ni bure, na hao ndio ambao walikuwa wakitibiwa kwa msamaha. Sasa tutakwenda kuwapa bima ya afya. Naomba waheshimiwa wananchi mwende mkapate hizo huduma kwa sababu zimeboreshwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunazo hospitali sasa hapa 3. Kwanza tunayo KSMC ambayo inatumika kama hospitali ya kanda ya rufaa ambayo imeboreshwa na ina huduma zote.